Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu uko salama. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo. Msomaji wako ni mimi Fatma Hassan. Karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amezindua jengo la taaluma na utawala pamoja na bweni la wanafunzi la Taasisi ya Sayansi Bahari ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika eneo la Buyu, wilaya ya Mjini Magharibi B, Zanzibar. Akizungumza katika hafla hiyo iliyohudhuriwa na viongozi mbalimbali, Rais Samia amesema uwekezaji huo utasaidia kuchochea na kufikia uchumi jumuishi, huku akisema maarifa yatakayozalishwa chuoni hapo yatasaidia maamuzi ya sera zitakazolinda rasilimali bahari sambamba na kuongeza tija na kipato cha wananchi. Uzinduzi huu unafanyika katika kipindi adhimu cha maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Mtakubaliana nami kwamba mapinduzi haya yanapata maana kamili pale yanapoambatana na mapinduzi ya kiuchumi, kijamii na kiteknolojia ambayo hayawezi kufikiwa bila uwekezaji wa makusudi katika elimu, sayansi, teknolojia na utafiti. Majengo haya ni ushuhuda kwa mapinduzi ni safari endelevu ya kujenga jamii yenye maarifa, uchumi imara na wananchi wenye uwezo wa kushindana katika dunia ya leo, dunia ya kiteknolojia. Ni faraja kwetu kuona kuwa tangu tarehe 5 Januari mwaka jana 2025 lilipowekwa jiwe la msingi na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ni ndani ya kipindi cha mwaka mmoja tu majengo haya yamekamilika na leo yanakabidhiwa rasmi kwa matumizi. Mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Dr. Jakaya Kikwete amesema tukio hilo ni kielelezo cha dhamira yake ya dhati ya kuwekeza katika elimu ya juu nchini. Maagizo yako tumeyafanyia kazi kwa ukamilifu. Ujenzi wa kampasi za mikoa ya Kagera na Lindi unaendelea vizuri. Ni mategemeo yetu kwamba ujenzi utakapokamilika utatupa heshima ya kufika katika kampasi hizo, tukukabidhi majengo ya chuo chako na utuzindulie rasmi. Samia oye! Mheshimiwa Rais, ninayo furaha kukufahamisha kuwa tunatumaini kuanza kupokea wanafunzi wa kwanza katika kampasi hizi mbili katika mwaka mpya ujao wa masomo utakaoanza Oktoba 2026. Mheshimiwa Rais, uwekezaji uliofanyika hapa IMS ni sehemu ya utekelezaji wa dhima ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ya kuzalisha maarifa yenye mchango wa moja kwa moja katika maendeleo ya uchumi, kijamii, kiteknolojia ndani na nje ya Tanzania. Dhima hii inatekelezwa kupitia mpango mkakati wa chuo unaolenga kuboresha mifumo ya ufundishaji, ujifunzaji, utafiti na ubunifu, sambamba na kuimarisha tafiti za bahari na uchumi wa buluu kwa manufaa ya taifa. Tunachokiona hapa ni sehemu ya kazi zifuatazo: ujenzi katika saiti 47 kwa Tanzania nzima, bara na visiwani; majengo mapya 130 kwa Tanzania nzima, bara na visiwani; maabara na karakana 309 kwa Tanzania nzima, bara na visiwani; mabweni na hosteli 26 hapa Zanzibar na sehemu zote za upande wa bara; maktaba, ofisi, nyumba za watumishi, zahanati, kafeteria. Jumla ya majengo ya namna hii 1177. Mgombea urais mkuu kutoka upinzani Robert Kyagulanyi anayejulikana kama Bobi Wine wa chama cha National Unity Platform amesema atapitia upya makubaliano ya nchi hiyo na makampuni ya mafuta ya kimataifa ikiwa atashinda na kurekebisha yale ambayo hayana maslahi kwa Waganda. Uganda inatarajia kuanza uzalishaji wa mafuta ghafi
kwa ajili ya biashara baadaye mwaka huu kwa kushirikiana na makampuni ya Total Energy ya Ufaransa, CNOOC ya China na kampuni ya kimataifa ya mafuta ya Uganda kwa msingi wa makubaliano ya kugawana uzalishaji na serikali. Bobi Wine, nyota wa zamani wa muziki ambaye anapambana na Museveni kwa uchaguzi wa pili mfululizo baada ya kushinda kwa asilimia 35 ya kura mwaka 2021. Bobi Wine anapambana na Rais Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 81 ambaye ameitawala Uganda kwa miaka 40. Itakumbukwa wapinzani wake na wanaharakati wa haki za binadamu mara kwa mara wanaishutumu serikali yake kwa kuwakandamiza wakosoaji wake, madai ambayo yamepuuzwa na serikali yake. Serikali imesema itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa wajasiriamali wadogo kote nchini ili waweze kunufaika kiuchumi kupitia shughuli zao, jambo litakalosaidia kuboresha maisha yao, kuchangia pato la taifa kupitia kodi watakazozalisha. Tupate taarifa kamili. Msimamo huu wa serikali umetolewa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba kwenye kongamano la mwaka la wamachinga, mama na babalishe pamoja na madereva wa pikipiki na bajaji za abiria, ambapo amesema viongozi wote kuanzia ngazi ya wilaya, mkoa na taifa kwa ujumla watakuwa tayari kupokea changamoto zao na kuzitatua. Ni lazima tupate maeneo yenye hadhi ya kufanyia hizi shughuli. Hatutaweza kupiga vita umaskini na tukashinda kama hatutapata kazi kwa ajili ya watu wetu. Kazi ndio kipimo cha utu. Kuhusu mapendekezo mbalimbali yaliyotolewa na wajasiriamali hao, ikiwemo ombi la kutengwa wizara maalum kwa ajili ya kuwasimamia, Waziri Mkuu amesema ni jambo ambalo linatekelezeka kwa kufuata kanuni ambazo hata hivyo serikali itahakikisha inafanikisha mpango wa kuwasimamia kupitia utatuzi wa kero na kuwawezesha kufanya shughuli zao bila vikwazo. Tutafanya mabadiliko mtahama kutoka kwenye hii wizara. Lakini kuhusu mnahamia wizara gani na tamko rasmi la serikali kwa taratibu za kiserikali, ni waombe mtoe kafursa kidogo. Tutajikokas ndani ya serikali, lakini tutawashirikisha na viongozi wenu ili tufanye jambo ambalo kweli litawarahisishia shughuli zenu, litawarahisishia kupata haya ambayo tumeongea. Na kufikia Disemba 2025 wamesema wenyewe awali wameshatambuliwa 115,794 wakiwemo 71,322 wanawake na wanaume 44,472. Wizara yetu tutake tusitake tunahusiana na makundi haya. Tunaingia kwa namna moja ama nyingine. Wizara ya Kazi ndio wizara yenye ulinzi wa wafanyabiashara, wajasiriamali pamoja na watumishi wengine. Tuna waziri mkuu hapa kama mgeni rasmi, akitupa maelekezo sisi tutapokea kwa ajili ya mashirikiano. Wengi wa washiriki wa kongamano hilo wametoa maoni yatakayoboresha zaidi utendaji kazi zao za kila siku, huku wakishukuru serikali kwa kuendelea kufungua fursa mbalimbali kwa ajili ya Watanzania kushiriki shughuli za kuingizia kipato. Katika watu waliopigana kutoa faini shilingi 30,000 mpaka shilingi 10,000, ukiwa waziri wa fedha, hiyo kazi umeifanya mwenyewe. Kwa hiyo palipobaki haya malalamiko mengine unikwenda kumalizia tu, kwa sababu Mungu amekuinua kutoka pale, amekupa nafasi nyingine yenye nguvu zaidi ya kushauri chochote ambacho kinaweza kufanyika. Sisi kama mamalishe kwenye yale masoko yaliyojengwa, sisi hatuna ofisi. Kuna ofisi ya machinga na bodaboda. Hivyo basi, ikikupendeza Mheshimiwa Rais, tunaomba tupate ofisi pale alipojengwa zile ofisi za machinga na bodaboda, na sisi tupate ofisi angalau ya machinga kila mkoa. Kama kuna uwezekano maalum, tukaandaliwa bima maalum afisa usafirishaji na tukaweza tukapangiwa mipango maalum ili tuweze tukazichangia na ziweze kututibu katika matatizo yetu katika utendaji wetu wa kazi. Esther Mtebe, Channel 10. Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Wanu Hafidh Ameir amekipongeza Chuo cha Mafunzo na Ufundi Stadi VETA mkoani Moshi mkoani Kilimanjaro na kwa mafunzo yanayotolewa chuoni hapo
na kuahidi kuwa serikali itaendelea kukiwezesha katika kutoa mafunzo bora yanayokubalika kitaifa na kimataifa, na kuwataka wananchi hususan vijana kuchangamkia fursa ya ujuzi unaotolewa na chuo hicho. Ametoa pongezi hizo alipotembelea chuo hicho ili kujionea utendaji kazi wake na kukitaka kuongeza wigo wa ushirikiano na makampuni kwa kufuata mwelekeo wa nchi kama ilivyoelekezwa kwenye dira ya 2050 ya sera ya kisekta na miongozo mbalimbali ndani ya nchi. Ushirikiano baina ya VETA na sekta binafsi ujumuishe pia ukuzaji ujuzi katika teknolojia mpya na za kisasa zinazoendana na mapinduzi ya 4 ya viwanda, yani Fourth Industrial Revolution. Napenda kuhakikishia kuwa serikali itaendelea kutafuta suluhu endelevu kama mkurugenzi wetu alivyoeleza hapa, ili chuo hiki kiendelee kutoa mafunzo yenye ubora unaokubalika kitaifa, kikanda na kimataifa. Mwaka wa masomo 2025 chuo kidahili wanafunzi 847. Kati ya hao wa kiume walikuwa ni 620 ambao ni 73%, na wa kike walikuwa ni 227 ambao ni 27%. Chuo kinazingatia pia fursa kwa wote. Katika hao waliokuwa wamedahiliwa kulikuwa na watu ambao kwenye mahitaji maalum. Mkurugenzi wa VETA Kanda Kaskazini Monica Mbele akaeleza mafanikio ya mafunzo wanayoyatoa, huku mkurugenzi wa elimu ya mafunzo ya ufundi stadi Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Fredrick Msalukele akieleza jinsi serikali inavyojali wenye mahitaji maalum. Pamoja na jukumu la kutoa mafunzo ya ufundi stadi kwa kila Mtanzania, tunapata pia nafasi ya kuisaidia serikali, kuisaidia nchi yetu katika miradi ya kimkakati, kuhakikisha kwamba tunatoa mafundi, tunatengeneza skilled labor force ambayo inachangia katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati. Lakini pia katika kulitizama hilo, tumetizama wale wenye mahitaji maalum. Walitokea wenye mahitaji maalum takribani 140 na kitu. Wale wote tumewatizama na kuona ambao wanaweza kupata mafunzo kwa sasa hivi, wakati tunatizama miundombinu mingine kwa wale wengine. Nikiripoti kutoka Moshi mkoani Kilimanjaro, Tadei Masawe wa Channel 10. Wavuvi mkoani Kigoma wameishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kuwapatia boti mpya ya kisasa kwa ajili ya uokozi pale wanapopata changamoto wakiwa katika shughuli zao za uvuvi ziwa Tanganyika. Tupate taarifa zaidi. Hatua hiyo imekuja siku moja baada ya serikali kukabidhi boti aina hiyo kwa wavuvi wa mkoa wa Tanga kupitia shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC, ambapo wakizungumza mara baada ya kukabidhiwa boti hiyo, wavuvi hao wameonyesha furaha yao na kutaja changamoto ambazo wamekuwa wakikabiliana nazo. Kwa kweli kwa ujio wa boti hili tunashukuru sana sana sana, na 90% tunamshukuru Mama Samia Suluhu kwa niaba ya kutuletea boti hili. Na sisi wavuvi tunasema tulikuwa tuna shida sana ndani ya maji. Kwa kweli 90% tulikuwa tunazama huko. TASAC kuleta chombo hichi kwa niaba kutuokoa, tunafurahi sana. Lakini vile vile tulikuwa tuna mambo mengi, mfano for example tulikuwa tunaweza labda wavuvi wetu wanavamiwa labda na wa majambazi kwa ndani ya maji. Kweli serikali inatusaidia, vyombo vya polisi na kuokoa, lakini kwa bado kuna udhaifu wa vyombo vichache. Nafikiri kwa upande wangu nikiwa mama wa nidhamu hapa, kwa kweli wamenitendea haki, kwa sababu nilikuwa nasumbuliwa sana kwa maswali kuhusu wavuvi wanapokuwa wamezama kule ziwani, watafanyaje, wataokolewaje. Kwa upande wake nahodha Grayson Marwa, ambaye pia ni mkaguzi mwandamizi wa shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC, ameeleza matumizi ya boti katika ziwa Tanganyika, huku afisa mfawidhi wa TASAC mkoa wa Kigoma nahodha Adam Mamilo akifafanua maeneo ambayo boti hiyo itafanya kazi. Wananchi walikuwa wanaomba huduma hii wafikie. Tunaishukuru sana serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kupokea kilio hichi, kusikia, na sasa kaweza kutufikishia boti ya uokozi kuokoa maisha ya Watanzania wenzetu. Boti hili hapa limeshushwa tu Kigoma, lakini litahudumia ukanda wote wa ziwa Tanganyika hadi Katavi, Rukwa, ukanda wote ambao uko Lake Tanganyika. Kwa maana hiyo sasa tuwatake watu wa huduma, wamiliki wa maboti, wamiliki wa vyombo vya uvuvi, mabaharia, pamoja na kuja chombo hiki cha uokozi,
bado utaratibu wa kuzingatia sheria utaendelea kutekelezwa. Juma Mohamed, Channel 10. Rais wa Marekani Donald Trump ameamuru Marekani ijiondoe kutoka mashirika 66 ya kimataifa, akisema hayahudumii tena maslahi ya kitaifa ya Marekani. Waraka wa rais uliotiwa saini na Trump unaelekeza wizara na taasisi za serikali kusitisha ushiriki na ufadhili kwa mashirika 31 ya Umoja wa Mataifa haraka iwezekanavyo. Kwa mujibu wa ikulu ya White House, mashirika hayo yanafanya kazi kinyume na maslahi ya kitaifa Marekani, usalama wake, ustawi wa kiuchumi au uhuru wa kujitawala. Hata hivyo, amri hiyo haikubainisha ni kiasi gani cha fedha ambacho serikali ya Marekani inatarajia kuokoa kupitia kujiondoa huko. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kwenye mtandao wa X kwamba Washington inajiondoa kwenye mashirika aliyoyataja kuwa yanayopinga Marekani, yasiyo na maana au yanayopoteza fedha, na kwamba mapitio ya mashirika mengine ya kimataifa yanaendelea. Serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni 1.4 kwa ajili ya uboreshaji wa mtandao wa maji na udhibiti wa upotevu wa huduma hiyo katika bomba la maji Migungani hadi tenki kuu lililopo Mlima Kaswaka, unaolenga kupunguza upotevu wa maji kutoka 31% hadi 21% wilayani Bunda mkoani Mara. Musa Makali anaripoti kutoka Mara. Akitoa taarifa mbele ya naibu waziri wa maji, mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Bunda Bwasa, Esther Grioma, amesema upotevu wa maji katika halmashauri ya mji wa Bunda ilikuwa zaidi ya 45% na sasa wamefikia 31%. Haja na mkakati huu wa kupambana na upotevu wa maji, kutoka miaka 4 iliyopita asilimia ya upotevu ilikuwa zaidi ya asilimia 45, na sasa tumekimbizana kwa kubadilisha mita goigoi kupambana na upotevu wa maji, kwa maana ya kudhibiti vandalism na wizi mbalimbali, hujuma mbalimbali za kuhujumu mamlaka. Tumefikia asilimia 31. Mtandao huu wa maji, mbali na upotevu wa maji, itasaidia sana wananchi wa kata hii ya Bunda Store, wakiwepo na hawa Migungani, kupata maji na salama na kwa uhakika na kupunguza tatizo la bili. Wananchi katika hili nao wanapongeza. Tulikuwa na changamoto, tumeona bomba zuri limekuja ambalo ni imara. Kwa kweli serikali imetendea jambo jema sana, kwa sababu kwa maana ya kwamba unaenda kutupunguzia gharama za bili za maji. Hilo ni jambo jema. Tunaishukuru sana serikali, izidi kutuletea vifaa, kwa sababu tumehangaika sana, tulikuwa tunakunywa maji machafu. Akizindua mradi huo, naibu waziri wa maji Mhandisi Kundo Mathew anawasihi wananchi kuwa walinzi wa miundombinu hiyo ya maji, kwani serikali inaweka fedha nyingi katika eneo hilo. Bilioni 1.49 pamoja na dhati ni pesa za Watanzania, pesa ambazo zinatokana na kodi za wananchi, ambazo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anazirejesha kwa mfumo wa maendeleo na huduma za kijamii. Ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunalinda miundombinu hii, lakini jambo la msingi, tumetoa maelekezo Wizara ya Maji na hasa mamlaka ya maji hapa Bunda. Wananchi wetu hatutaki wawe na malalamiko ya bili za maji. Lengo letu ni kuhakikisha tuwe na luku za maji. Kutoka hapa wilayani Bunda mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Kata ya Shabaka wilayani Nyang'hwale mkoani Geita imelima jumla ya ekari 41 za mahindi na viazi lishe, ikiwa ni sehemu ya mpango mkakati wa halmashauri ya wilaya ya Nyang'hwale kwa kukabiliana na changamoto ya upatikanaji wa chakula mashuleni kwa mwaka mzima. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Mrisho Sadike. Akiwa kwenye ziara ya kukagua utekelezaji wa mpango huo kwenye kata zote, mkuu wa wilaya Nyang'hwale Grace Kingalame amefika kata ya Shabaka. Amesema zoezi hilo linafanyika kwenye shule zote 74 za msingi na sekondari zilizopo wilayani humo. Tunatarajia ni kwamba watoto wetu wakifungua shule tarehe 13 watakutana na akiba ya mwaka jana, na haya ambayo yanalimwa sasa hivi
yataendelea kukua ili baadaye waendelee kuweka hifadhi katika maeneo yetu, na lengo letu pia ni kuwapunguzia kero wazazi. Hii biashara ya mzazi lete gunia la mahindi, lete gunia la mchele, tu focus kwenye vitu vingine. Haya mambo ambayo tunaweza kuyatatua kwa urahisi tuyatatue, na ndio maana tulikubaliana na mkurugenzi tukagawa mbegu ili turahisishe jambo hili. Kwa upande wake, afisa elimu wa kata ya Shabaka amesema zaidi ya wanafunzi 5700 kutoka shule 7 za msingi na shule 1 sekondari ndio wanufaika wa moja kwa moja, huku kaimu mkurugenzi wa halmashauri hiyo amesema mpango huo umeanza kuonesha matokeo chanya tangu ulipoanza kutekelezwa. Kwa shule zote hizi za kata ya Shabaka ambazo mimi nazisimamia, kwa kweli tumejizatiti katika shughuli hii, na hii tumeona mfano mzuri. Tulipoanza watoto kula chakula shuleni, hata matokeo mwaka huu yamepanda. Shule 3 tumeingiza 10 bora katika halmashauri ya wilaya Nyang'hwale. Lakini kuna programu ya kugawa viazi lishe ili waweze kulima na kupata viazi vya kutosha. Programu hii inalenga kwenye mambo matatu. Jambo la kwanza ni upatikanaji wa chakula mashuleni kama nilivyosema, lakini ni sehemu ya wanafunzi wenyewe kujifunza kwamba wanapomaliza darasa la 7 wanakuwa wameelewa namna ya kulima. Mkuu wa wilaya kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri hiyo wamenunua mbegu zaidi ya kilo 1400 na kuzigawa kwenye shule zote kwa ajili ya utekelezaji wa mpango huo. Kutoka Nyang'hwale, mimi ni Mrisho Sadik. Viongozi wa Somalia wameshutumia na Marekani kwa madai ya wizi wa msaada wa chakula, hatua iliyosababisha maafisa wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuisitisha programu zote zinazoendelea za msaada wa Marekani kwenda serikali ya Somalia. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumatano, Marekani imesema imepokea ripoti kuwa maafisa wa Somalia waliharibu ghala la mpango wa chakula duniani WFP lililofadhiliwa na Marekani na kuchukua kinyume cha sheria tani 76 za chakula kilichokusudiwa kwa wananchi walio hatarini. Marekani imesisitiza kuwa ina sera ya kutovumilia kabisa wizi au upotevu wa misaada na kwamba msaada wowote wa baadaye utategemea uwajibikaji wa serikali ya Somalia. Hata hivyo, maafisa wa Somalia hawajatoa jibu rasmi kuhusu hatua ya Marekani. Somalia iliyopo katika pembe ya Afrika inaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama na kiuchumi, huku Umoja wa Mataifa ikiorodhesha miongoni mwa nchi masikini zaidi duniani. Mamlaka ya serikali katika mkoa wa Arusha zimeonyesha wasiwasi wa hatari ya kutoweka kwa kabila la Warina asali, waokota matunda, mizizi na wawinda wanyamapori la Wahadzabe wanaoishi wilayani Karatu kutokana na kasi ya uharibifu wa mapori ambayo jamii hiyo inategemea kwa maisha yao ya kila siku. Jamii ya Wahadzabe ambayo bado wanaishi kwa kutafuta chakula msituni, huku makazi yakiwa pangoni na kwenye vibanda vya muda, wanapatikana kwa wingi katika kijiji cha Kisimageda, bonde la Mangola, hasa kuzunguka ziwa Eyasi wilayani Karatu. Novatus Makunga ameandaa taarifa kamili. Kiongozi mkuu wa serikali mkoani Arusha CP Amos Makalla, ambaye ndiye mkuu wa mkoa huo, anajitokeza mbele ya madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Karatu na kuagiza halmashauri hiyo na mamlaka nyingine za mazingira kulinda maeneo ya Wahadzabe. Makalla amelazimika kutoa maelekezo hayo kutokana na kuharibika kwa mazingira wanakoishi jamii hiyo yenye sifa kubwa ya kuendeleza na kuutunza uasili wake na hivyo kuvutia ulimwengu kujifunza kuhusu maisha ya jamii hiyo. Kwa hiyo wako katika mazingira hatarishi, wenye kuwaokoa ni wao, lakini pia ndio jamii iliyobaki kwa uasili wake. Yaani wanaokuja kuona ni kuwaona wale watu wenye yaani wanaishi katika uasilia wao. Kwa hiyo hawa wakikosa malisho wanahamia sehemu fulani. Ameelekeza Wahadzabe wanapaswa kulindwa kwa kusimamiwa kwa sheria zote zinazopuuzwa kulinda maeneo yao. Kama kuna sheria zinapuuzwa za misitu, za watu kukata misitu ovyo, za watu kuingiliana nao, mnazisimamia nyie.
Kwani wanakaa eneo la TANAPA? Wanakaa eneo la Ngorongoro? Wanakaa eneo la TFS? Hapana. Ama katika hatua nyingine, Makala hakusita kuwataja vijana wawili maarufu mitandaoni wa Kihadzabe, Chaba na Dudukwe, ambao wamekuwa ni watu ndani ya jamii hiyo kujumuika na jamii nyingine wakiwemo watalii na watafiti wa masuala ya utamaduni. Wahadzabe walindwe. Leo Chaba yule anajulikana dunia nzima. Dudukwe anajulikana leo dunia nzima inamtafuta Chaba, wanakuja kumuona Chaba. Wahadzabe pia wanapatikana mkoani Manyara, wilaya ya Mbulu, sehemu ya Mongo wa Mono, Domanga na Yaeda Chini, mkoa wa Singida, wilaya ya Mkalama katika kijiji cha Munguli, pamoja na mkoa wa Simiyu, wilaya ya Meatu katika kijiji cha Iramba Ndogo. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha. Wizara ya Katiba na Sheria imeingia mkataba wa makubaliano na Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM na shirika la Legal Service Facility LSF ili kupanua hatua za msaada wa kisheria kwa wananchi waweze kupata haki. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba anaarifu zaidi. Katika makubaliano hayo, Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM kitafungua kituo cha msaada wa kisheria kwa mkoa wa Dodoma kitakachohudumia wananchi kama anavyoeleza Katibu Mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria Bwana Eliakim Maswi. Ni kuformalize, sasa tunaimarisha zaidi ushirikiano tuliokuwa nao na tutafanya kazi zaidi kwa karibu. Mwelekeo ni kwamba kule ambako hatukwenda sasa, tulisimama kidogo kupisha uchaguzi kwa sababu tusingeweza kupambana huku wanafanya kampeni na sisi tunakimbia na legal aid. Kwa hiyo tunaanza upya, na ndio maana hapa tunavyosaini ni kwamba Chuo Kikuu cha Dodoma watatuongezea watu. Pale walikuwa wanaleta wachache. Sasa yeye anajua ni part and parcel ya utekelezaji. Awali akizungumza katika mkutano huo, naibu makamu mkuu wa chuo taaluma, utafiti na ushauri elekezi kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM, Profesa Razaki Bakari amesema kupitia makubaliano hayo yatahakikisha kuwa huduma ya msaada wa kisheria itawafikia wananchi wengi zaidi. Sheria haikamiliki darasani pekee, bali inakamilika pale inapofanyika pia kwa vitendo na kuigusa jamii. Hivyo wanasheria mahiri si yule tu anayejua sheria, bali yule anayetumia maarifa yake katika utatuzi wa changamoto zinazokabili jamii. Makubaliano tunayosaini leo yanabainisha malengo ya taasisi zetu, Dira ya Taifa Maendeleo 2050 na malengo ya maendeleo endelevu SDG 2030. Naye mkurugenzi mtendaji wa shirika la Legal Services Facility Bilulu Mwanakilala amesema upatikanaji wa haki ni haki ya kikatiba na msingi wa utawala bora. Bila mifumo imara na uendelevu wa msaada wa kisheria, haki hii hubaki kuwa ndoto kwa wananchi wengi. Ndio maana mwaka huu ajenda ya uendelevu wa huduma za msaada wa kisheria ndiyo kipaumbele kikuu cha shirika la LSF. Makubaliano hayo ni sehemu ya utekelezaji wa kampeni ya Mama Samia Legal Aid inayolenga kuimarisha upatikanaji wa haki kwa wananchi, hususan makundi yenye uhitaji. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Shukran sana Roda Simba kwa taarifa hiyo, na taarifa yake basi inatupa nafasi kwenda kuziangaza habari za biashara na uchumi.